إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الفوز للمتقين. Ndugu zangu wazuri katika Uislamu, baada ya kumshukuru Al-Haq tabaraka wa taala na kumswalia pamoja na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu wa dini mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kunako kumcha Allah tabaraka wa taala. Kanuni inasema inna likulli zamanin maqalan wa likulli maqalin rijalan. Kwa hakika kila zama, kila kipindi kina maneno yake ya kuzungumzwa, na kila maneno yana wazungumzaji wake. Kipindi tulicho nacho hatuna mazungumzo mengine zaidi ya kuzungumza mwezi mtukufu wa Ramadhani, na msemaji mkuu wa hili ambalo tunalizungumza ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hutuba yetu anwani yake Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko, ni mwezi wa kutubadilisha mimi na wewe. Ramadhani itubadilishe kutoka tulipo kwenda pazuri au pazuri zaidi. Kwa nini tuizungumzie Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko? Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameupendelea umma huu wa Kiislamu. Ndani yake kuna mengi yaliyokuwa mema, yaliyokuwa mazuri, ambayo mimi na wewe tukiyakubali, tukayapokea, tunaweza kubadilika, tukatoka katika hatua kwenda kwenye hatua nyingine, tukatoka katika hali nzuri kwenda kwenye hali nzuri zaidi, na wengine wakatoka katika hali mbaya wakaenda katika hali iliyokuwa nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya pili, Surat al-Baqara aya 183 amesema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala akiwaita waja wake hapa, amehusisha sifa moja katika sifa tatu ambazo ndio dini ilipo. Hii dini na daraja tatu. Daraja ya kwanza darajatul Islam, daraja ya pili darajatul iman, daraja ya tatu darajatul ihsan. Yani hii dini yetu ni hizi daraja tatu. Daraja ya kwanza ni Uislamu, kwanza unakuwa Muislamu. Alafu daraja ya pili al-iman, unapanda daraja unakuwa muumini. Alafu daraja ya tatu al-ihsan, unapanda daraja unakuwa ni muhsin. Kwa hiyo tuna al-muslim daraja ya kwanza, al-mu'min daraja ya pili, al-muhsin daraja ya tatu. Sasa Allah hapa anapozungumza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, funga hii tunafahamu ni nguzo katika nguzo za dini ya Kiislamu,
lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuzungumza kama mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi maarufu amesema buniyal islamu ala khamsin, Uislamu umejengwa na nguzo 5. Katika hizo nguzo 5, nguzo ya 4 ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumza funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ni nguzo kwa Waislamu, akaitaja sifa ya wale ambao katika hao Waislamu wao ni wepesi mno kumuitikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi Waislamu. Hapa anazungumza na Waislamu wote, enyi Waislamu. Licha ya kuwa ametaja ya ayyuhalladhina amanu, ametaja sifa ya iman, kwa sababu hawa ni wepesi zaidi kumwelewa Allah na kumuitikia kuliko mwingine, akaitumia hii sifa. Mimi na wewe kama ni waumini, basi hii sifa tuienzi, tuiishi, ili tuweze kubaki katika daraja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Enyi Waislamu, enyi waumini, mumefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa kufunga waliokuwa kabla yenu. Lakini kwa nini kufunga? Lengo na makusudio ni ili kupata uchamungu. Tutakapopata uchamungu ndipo ambapo tutakuwa ni wenye kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wazuri katika Uislamu, tumesema anwani ya hutuba yetu kwamba Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko, ni mwezi wa kutubadilisha. Mimi na wewe tubadilike, tusiwe ni wale wale wa miaka yote, tusiwe ni wale wale wa miezi yote, tusiwe ni wale wale wa wiki zote, tusiwe ni wale wale wa kila siku, tubadilike. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala mwezi huu wa Ramadhani akauweka katika kalenda ya mwezi, hakuweka katika kalenda ya jua, kwa sababu tuna kalenda mbili. Tuna kalenda ya kutumia mwezi mwandamo na tuna kalenda ya kutumia kuchomoza kwa jua na kuzama kwa jua. Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya 17 sura al-Isra amesema lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Sasa ukiangalia hii Ramadhani, Allah alivyoiunda, alivyoitengeneza, alivyoiweka na kuijalia, yenyewe inakubali mabadiliko. Ukiangalia Ramadhani ya mwaka jana na mwaka huu haifanani msimu wake. Allah akijalia mwakani msimu wake utatofautika. Sasa ikiwa Ramadhani Allah kaitengenezea mazingira ya mabadiliko katika upatikanaji wake, kadhalika mimi na wewe tunaambiwa tubadilike, tusiwe ni wale wale. Ndugu zangu wazuri katika Uislamu, mwezi wa Ramadhani yaati maratan wahidatan fi sana. Katika mwaka mzima Ramadhani inakuja mara moja tu basi. Lakini pamoja na kuwa katika mwaka mzima Ramadhani inakuja mara moja tu, kazi yake ni kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi amesema, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idha jitunibatil kaba'ir. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema swala 5 za faradhi na swala za Ijumaa hadi Ijumaa na Ramadhani hadi Ramadhani, hizi ibada ni vifutio vya madhambi, ni vifutio vya makosa yale ambayo anafanya waja. Muislamu anapotenda kosa akaja kutekeleza swala ya faradhi, lile kosa Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Kwa hiyo swali ikawekwa ni katika mukafiratu sayiati, ni katika mambo ambayo yanafuta makosa, yanafuta madhambi. Sasa Muislamu kuna wakati fulani kuna dhambi amelifanya, anapoitekeleza ile swala ya faradhi, lile dhambi linakuwa na nguvu kubwa, ile swala ya faradhi inashindwa kulifuta. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wal jum'atu ila al jum'a, lakini Ijumaa hadi Ijumaa. Kwa ile makosa ambayo swala za kawaida zimeshindwa kuyafuta, inapokuja Ijumaa kwa wiki mara moja, inakuja kuyafuta yale madhambi yaliyoshindikana kwenye swala za dhuhuri, yale madhambi yaliyoshindikana katika swala za alasiri, swala za magharibi, swala za isha, swala za alfajiri. Hizi swala zikishindwa, Ijumaa imepewa power kubwa ya kuweza kuyafuta madhambi ambayo yameshindikana na hizo swala nyingine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaashiria kuna baadhi ya makosa pia yana nguvu sana hadi swala ya Ijumaa inashindwa kuyafuta, akasema wa ramadhanu ila ramadhana, lakini Ramadhani hadi Ramadhani nyingine. Kwa Ramadhani inapokuja
inakuja kufuta yale madhambi yaliyoshindikana na swala za kawaida katika kila siku, madhambi yaliyoshindikana na swala za Ijumaa katika kila wiki, lakini kwa sharti moja tu, idha jitunibatil kabairu, huyo mswaliji aliyefanya na hayo makosa atakapokaa mbali na kuyeepuka yale madhambi yaliyokuwa makubwa. Kwa ndugu yangu mwema katika Uislamu, jambo la msingi sana mimi na wewe, ili Ramadhani itubadilishe, ni mimi na wewe kuyaepuka yale madhambi yaliyokuwa makubwa. Tutakapoyaepuka hayo madhambi yaliyokuwa makubwa, Ramadhani itatubadilisha. Inakuja mara moja kwa mwaka kuja kuyafuta madhambi yote ambayo tumeyatenda ndani ya mwaka yaliyoshindikana kufuta na swala zingine za faradhi, swala za kawaida pamoja na swala za Ijumaa. Lakini ndugu zangu wazuri katika Uislamu, kipengele kingine cha msingi sana kuzingatia baada ya kuishika anwani ya hutuba yetu kwamba Ramadhani mwezi wa mabadiliko, mwezi wa kutubadilisha, ni kwamba hii Ramadhani laisa shahara siyami wal qiyami fahasbu. Mwezi wa Ramadhani unapokuja si kwamba ni mwezi wa kufunga na visimamo vya usiku peke yake. Maana hakuna ibada kubwa katika mwezi wa Ramadhani, vipindi vya mchana, zaidi ibada ya funga katika mwezi wa Ramadhani yanayohusika na Ramadhani. Lakini katika vipindi vya usiku ibada kubwa ni vile visimamo vyake, ikiwepo swala ya tarawehe. Sasa wakati wa mchana tunafunga, wakati wa usiku tunasimama katika swala za usiku, swala za tarawehe na mfano wake. Sasa hapa tushike nukta ya msingi kwamba Ramadhani tusije tukajenga dhana au imani na matumaini kuwa ni mwezi wa kufunga tu na visimamo vya usiku. Hapana. Lakini kumbe Ramadhani pamoja na hayo mawili, kufunga wakati wa mchana lakini kuswali tarawehe wakati wa usiku, Ramadhani imekuja liajli sulhi al-abdi ma'a rabbihi, kwa ajili ya kutengeneza mahusiano mazuri, kutengeneza sulhu kati ya mja na Mola wake mlezi. Hii Ramadhani tumeletewa ili tutengeneze mahusiano mema upya baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unapokosana na mwenzako, panatengenezeka namna ya kutoa suluhu, ya kusuluhishana ili tuendelee kuwa pamoja. Sasa mimi na Allah subhanahu wa ta'ala, kuna sehemu nimemkosea Allah. Ramadhani inapokuja, mimi nisijenge dhana na fikra ya kuwa Ramadhani ni kufunga tu wakati wa mchana, Ramadhani kusali tu tarawih wakati wa usiku. Kumbe Ramadhani ni msimu maalumu wa mimi na wewe, mimi na Allah kupatana, sisi na Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kutengeneza mahusiano yaliyokuwa mazuri. Yani sisi waja kwa Allah tuwe na mahusiano mema. Kwa lugha fupi, tumuombe msamaha Allah, tutubia kwa Allah na tumuahidi Allah subhanahu wa ta'ala, yeye kwa kuwa ni msamehevu na anakubali toba za wenye kutubia, tumuahidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatutarejea kwenye yale ambayo tumemwomba msamaha, lakini kupitia msaada wake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuwezi bila nani? Bila msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la pili, kwenye kwa Ramadhani si tu kufunga mchana na usiku kuswali swala za tarawih, lakini kumbe Ramadhani pamoja na kufunga mchana na kuswali swala za sunna usiku, ikiwepo swala ya tarawih, ni pamoja na kutengeneza mahusiano mema baina yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo lingine muhimu na kubwa pia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni fursa ya dhabti nafsi minashubuhati washahawati. Ni fursa nzuri ya kuweza kuichunga nafsi yako, ya kuweza kuichunga nafsi yangu, ya kuweza kuzichunga nafsi zetu kutokana na haya madhambi makuu mawili. Dhambi la kwanza upande wa shubha, dhambi la pili upande wa shahawati. Tunaposema shubha ni mambo yenye utata, yenye kutatiza, na haya mambo ya shubha huwa yanadhuru akili. Yanapodhuru akili, unakuta akili inakosa mwelekeo, na utakuta kwamba ni mtu ni Muislamu anaweza akafanya ushirikina. Kilichompeleka katika ushirikina ni nini? Ni kosa la shubha. Lakini mtu anaweza akawa ni mtu ameshika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaenda katika mambo ya uzushi. Kinachompeleka katika uzushi ni nini? Ni hayo mambo ya shubha. Sasa makosa haya huwa yanatibiwa na kitabullahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Haya maradhi na matatizo ya shubha huwa yanatibiwa na kitabu cha Allah Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini upande wa pili ni makosa ya matamanio ya nafsi. Matamanio ya nafsi haya yanakaa katika moyo, haya yanakaa katika nafsi. Matibabu yake haya ni taqwallahi wa muraqabatullah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Ramadhani inapokuja ni fursa ya mtu
kuichunga nafsi yake kutokana na shubuhati, kuichunga nafsi yake kutokana na nini? Kutokana na shahawati. Kwa hiyo kwenye shubuha utoke, kwenye shahawati utoke, kwenye ile mambo yenye kutatiza uondokane nayo, lakini kwenye matamanio ya nafsi uondokane nayo. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Naziat amesema, wa amman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Yule ambaye ataizuia nafsi yake na matamanio yake, anaogopa siku ya kiyama, yule ambaye anaogopa kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, alafu akaizuia nafsi yake na matamanio yake, Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia pepo kwa ndio makazi yake. Allah atujalie pepo hiyo ndio makazi yetu. Sasa Ramadhani inatengeneza nafsi zetu, tuondokane na shubha, tuondokane na matamanio ya nafsi zetu, vile vinavyotamaniwa na nafsi zetu Allah havitaki, sheria haivitaki, tukae navyo mbali. Lakini kwa upendo mkubwa wa Allah kwa waja wake akatuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unakuja kuyatibu haya maradhi ya shubuhati na maradhi ya shahawati. Lakini kipengele cha mwisho kwenye hiki kwamba Ramadhani si kufunga tu mchana na usiku kuswali, bali kipengele kingine ni fursatun thaminatun litaghayiri masari alhayati nahwa alafdaliya. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha thamani, ni kipindi kizuri, ni kipindi cha maana ambacho Muislamu akiishi vizuri na Ramadhani ataweza kubadilisha ule mwenendo wa maisha yake na akaenda kuishi maisha yaliyokuwa bora zaidi. Kama ni maisha ya kidunia, maisha yake yatakuwa ni maisha mazuri sana. Kwa nini? Kwa sababu ataishi akiwa katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni maisha ya akhera, ataishi katika ibada vile vile ambavyo ametufundisha na kutuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ramadhani ni mwezi wa kutubadilisha. Mimi na wewe tukubali kubadilika. Ramadhani hii iwe ni nzuri zaidi kuliko Ramadhani zilizopita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ndugu zangu wazuri katika Uislamu, baada ya kumshukuru tena Allah subhanahu wa ta'ala, na wahusieni kwa mara ya pili pamoja na nafsi yangu kunako kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Tumesema hutuba yetu Ramadhani itubadilishe. Ramadhani tulionayo itubadilishe. Sasa ili tubadilike kuna vipengele vya kuzingatia. Sio kila anayetamani anachokitamani anakipata. Hapana. Ili ukipate unachokitamani lazima ufuate zile kanuni zake. Kuna njia zimetengenezwa, ukizipita njia hizo utaweza kufanikiwa. Sasa mimi na wewe, ili Ramadhani itubadilishe, ili tubadilike katika Ramadhani, kuna hivi vipengele vinne tuvishike. Kipengele cha kwanza, azimatin qawiyatin wa sa'i litaghayyuri. Tuwe na maazimio ya kweli na kutoa juhudi za kutaka kubadilika. Kila ambaye atakuwa na maazimio ya kweli ya kutaka kubadilika, alafu akatoa juhudi za kubadilika, atabadilika. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao watapambana, watatoa juhudi zetu kwa ajili yetu sisi, tutawafikisha, tutawajalia kuvipata hivyo ambavyo wamejitolea juhudi. Kile ambacho umekitolea juhudi Allah atakujalia kukipata, lakini ufahamu kwamba Allah yuko pamoja na wale ambao ni muhsinun, wale waliokuwa wema katika darajatul ihsan, daraja ya juu kabisa katika daraja za dini. Wewe ambao utakuwa ni mwenye kupambana kuyafikia malengo, Allah atakuafikisha, lakini ujue kwamba Allah yuko pamoja na wewe. Kwa sababu ya kwanza, ili Ramadhani tubadilishe, ili mimi na wewe tubadilika katika Ramadhani, tuwe na azma ya kweli, tuazimie kubadilika, alafu tutoe juhudi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, kullu nasi yaghdu fabai'u nafsahu famutiquha au mubiquha. Watu wote kila kukicha, kila mmoja anaamka na kuendelea na majukumu yake. Sasa katika watu wapo ambao
wanazikomboa nafsi zao na moto. Wapo ambao wanafanya ile ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuna na katika ambao wanaziangamiza nafsi zao kwa kuacha maamrisho na kufanya ile ambayo yamekatazwa. Lakini sababu ya pili, ima jambo la pili ambalo litanifanya mimi na wewe tuweze kubadilika katika Ramadhani tubadilishe, ni mulazamatu muallimin, ni kulazimiana na mwalimu, kulazimiana na shekhe, kulazimiana na ustazi, kuchagua mwalimu, kuwa na mwalimu, ili huyu mwalimu aweze kukuonyesha unapokosea na aweze kukupa nasaha, lakini wayumahidu laka tarika, aweze kukutengenezea njia utakayoipita ili uweze kufika salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ya pili, ili Ramadhani inibadilishe, ili Ramadhani ikubadilishe, ili Ramadhani tubadilishe, ni sisi tuwe na walimu wa dini ya Kiislamu, walimu sahihi ambao watatuelekeza hili la sawa, hili sio la sawa. Tukiishi katika haya mazingira, basi mimi na wewe Ramadhani itatubadilisha. Ramadhani hii tutakuwa ndani yake tukiwa na mabadiliko. Lakini jambo la tatu ambalo ni sababu ya mimi na wewe hii Ramadhani kutubadilisha tukabadilika, irtibatu albi'ati salihah allati tusaiduka ala alistiqamati ala tariqati alkhairi wassalah, ni kufungamana, kushikamana na mazingira yaliyokuwa salama. Ukitaka kubadilika wewe, uwe mtu mzuri, uwe mtu mwema, uwe mcha Mungu, lazima uishi katika mazingira salama, uishi katika mazingira yaliyokuwa mema, mazingira yatakayokusaidia wewe kufanya yaliyokuwa mazuri. Kuna mazingira ukiyaishi wewe utakuwa mbaya, utakuwa muovu. Kuna mazingira ukiyaishi utakuwa salama, utakuwa mwema. Sasa kwenye kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakikisha mazingira yako yote ni mazingira salama. Kuanzia mazingira ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii, hakikisha mazingira yake yanakuwa ni salama baina yako wewe na huo mtandao, kwa sababu hakuna watatu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wewe na huo mtandao na Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapomchunga vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, mazingira yako yakawa ni mazuri, lazima utabadilika wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ili Ramadhani inibadilishe, ikubadilishe, itubadilishe sisi, ni lazima tuangalie mazingira sahihi ambayo ni mema. Hayo mazingira yatatusaidia sisi kubadilika. Vinginevyo Ramadhani haitakuwa na faida na sisi, bali itakuwa na hasara na sisi. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam amepanda katika mimbar, akaitikia amin mara 3. Akasema amin, amin, amin. Baada ya kumaliza swala yake, mazungumzo yake, maswahaba wakamuuliza, wakamwambia Mtume, unapanda mimbar umeitikia amin mara 3 na si kawaida yako. Mtume akawajibisha akawaambia, katika hayo matatu ya amin kuna amin moja, Jibril amekuja amenielekeza mambo fulani niitikie amin. Katika hayo ni yule ambaye Ramadhani itaingia ikamalizika na asifutiwa madhambi yake. Yani wa Ramadhani mosi mpaka kumalizika Ramadhani, alafu Allah haja kufutia madhambi, wewe umepata hasara na umeangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema rahima anfon, huyu amepata hasara. Sasa mimi na wewe, ili Ramadhani tubadilishe, itusaidie kuhakikisha kuishi mazingira yalikuwa mema. La nne na la mwisho, ili mimi na wewe tubadilike, Ramadhani tubadilishe, alwaqtu ra'su mali al-insan, kwamba wakati ndio mtaji wa mwanadamu. Yani hakuna chochote chako utakifanya ila ndani ya wakati. Sasa ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, hakikisha wakati wako unautumia vizuri, wala siyama fi Ramadhani, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa mwezi wa Ramadhani adhama Allahu qadra wa rafa'a, Allah mwenyewe ameutukuza wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah amenyanyua daraja ya wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa mimi na wewe tutumie vizuri nyakati zetu. Vipindi vya mchana tumefunga, tusome Qur'ani, kuna darasa tuhudhurie au tupumzike. Vipindi vya usiku tusimame kwenye swala za tarawehe, tupumzike, tule daku na mfano wake. Tukiishi hivi kama tulivyosema katika anwani kwamba Ramadhani itubadilishe, Ramadhani itatubadilisha. Lakini tukietupa haya na tukayaacha, Ramadhani haiwezi kutubadilisha. Tutakuwa ni wale wale. Nje ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani hakuna tofauti yoyote. Sisi tunataka tumuonyesha Allah subhanahu wa ta'ala sisi ni wengine nje ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama walivyokuwa wanafunzi wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu wazuri katika imani, mimi nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale
ambao wataifikia Ramadhani wakaidiriki wakiwa salama, wakaifunga salama Ramadhani, na Ramadhani iweze kutubadilisha. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya arhamar rahimin arhamna, ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma atika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atika riqaba abaina wa ummahatina minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.